Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba ni mwanasiasa na mtaalamu wa uchumi kutoka Tanzania ambaye amepandishwa cheo kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 13 Novemba 2025. Yeye ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM na mbunge wa jimbo la Iramba Magharibi tangu 2010. Uteuzi wake umetangazwa na Rais Samia Suluhu Hassan na kuthibitishwa na Bunge, akichukua nafasi ya Kassim Majaliwa ambaye alistaafu baada ya miaka 10. Hii ni mara ya kwanza kwa Nchemba kushika wadhifa huu, na yeye anakuwa waziri mkuu wa 12 tangu uhuru wa Tanzania. Elezo hili litazingatia wasifu wake, maana ya uteuzi huu, maoni yake mwenyewe na maoni ya umma kulingana na vyanzo vya hivi karibuni. Dkt. Nchemba alizaliwa tarehe 7 Januari 1975 katika wilaya ya Iramba, mkoa wa Singida, Tanzania. Alikulia katika mazingira ya vijijini, kutoka katika familia yenye hali ya kawaida. Kama mtoto alikuwa akichunga ng'ombe nyikani, na maisha hayo yalimfundisha nidhamu, uvumilivu na kuthamini kazi halali. Mara nyingi anasimulia hadithi hii kuwahamasisha vijana kwamba mafanikio yanatokana na bidii na elimu, akisema, mimi umasikini wa Tanzania sijausoma kwenye kitabu, nimeuishi. Alisoma shule ya msingi Makunda, kisha Iboru Secondary School kwa elimu ya sekondari. Aliendelea na masomo ya juu na kupata katika uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kabla ya kuingia siasani, alifanya kazi kama mtaalamu wa uchumi katika Benki Kuu ya Tanzania, Bank of Tanzania, ambapo alijenga uzoefu katika sera za kifedha na maendeleo ya kiuchumi. Nchemba aliingia siasani rasmi mwaka 2010 wakati alipochaguliwa kuwa mbunge wa Iramba Magharibi chini ya CCM. Amekuwa akishikilia nafasi mbalimbali katika serikali. 2015, Rais Jakaya Kikwete alimteua kuwa waziri wa fedha na mipango ya uchumi. Wakati huo, ulikuwa na kashfa ya Tegeta Escrow Scandal ya ukosefu wa fedha milioni za dola, lakini Nchemba hakuhusishwa na makosa na alisisitiza kuwa sheria izitumike kwa wote waliokuwa na dosari. 2015-2020 alibadilishwa kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi na waziri wa serikali za mitaa chini ya Rais John Pombe Magufuli. 2020 alikuwa waziri wa masuala ya katiba na sheria. 2021 hadi 2025, Rais Samia Suluhu Hassan alimrudisha Wizara ya Fedha na Mipango, na mwaka 2023 iligawanywa ili Wizara ya Mipango ihamishwe ofisini kwa Rais. Wakati wake ulihusishwa na bajeti za serikali, sera za kodi kama tozo au transaction tax na maendeleo ya kiuchumi, ingawa alikosolewa kwa ukosefu wa utoaji wa ahadi za serikali. Nchemba anajulikana kama mtu mwenye uzalendo, mara nyingi akivaa skafu yenye rangi za bendera ya Tanzania. Yeye ni mpenda soka na anahamasisha vijana kupitia hadithi zake za maisha. Anasifishwa kwa kujitolea kwa maendeleo ya nchi, hasa katika sekta za kilimo, madini na miundombinu. Uteuzi wa Dr. Nchemba tarehe 13 Novemba 2025 una maana kubwa katika muktadha wa kisiasa na kiuchumi wa Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ambao ulikuwa na mzozo mkubwa, madai ya udanganyifu, vizuizi dhidi ya upinzani na maandamano yenye vurugu. Kulingana na Katiba ya Tanzania, ibara 51(2), Rais ana mamlaka ya kumteua waziri mkuu, na bunge linathibitisha kupitia kura. Hati ya uteuzi ilifikishwa bungeni na mshauri wa rais, Brigedia Jenerali Nyamburi Mashauri, na Spika Mussa Azzan Zungu alisoma mbele ya wabunge. Wabunge walipitisha azimio kwa wingi wa sauti, wakimsifu uzoefu wake katika uchumi. Kimkakati, Nchemba atakuwa mkuu wa bunge na baraza la mawaziri, akisimamia utekelezaji wa sera za Rais Samia, hasa katika ajenda ya maendeleo ya miaka 5. Yeye atazingatia bajeti, uwekezaji na kupunguza umaskini, ikizingatia changamoto kama mfumuko wa bei 5%, madeni ya nje, dola bilioni 30 ongeza, na ukuaji wa GDP 6 mpaka 7.
Kisiasa, ni hatua ya kurekebisha serikali ili kuimarisha simu na kuleta udhabiti baada ya uchaguzi ulioshindana. Wakati umri wake 50 ni mdogo, inaonyesha kuwa rais anataka maono mapya, lakini inakabiliwa na ukosoaji kutoka upinzani kama Chadema. Kwa nchi, inatarajiwa kuleta maendeleo katika ajira milioni 8 na dira ya Tanzania 2050, lakini inategemea kushinda mzozo wa uchaguzi. Hii ni sehemu ya mpango wa Rais Samia wa kurekebisha serikali ili kukabiliana na madai ya udanganyifu na kutoa maongozi thabiti. Baada ya kuthibitishwa na bunge, Dkt. Nchemba alionyesha unyenyekevu na kujitolea. Alisema, natambua ukubwa wa kazi iliyo mbele yetu, kazi kubwa kwa Watanzania wote. Alirejelea dira ya Tanzania mwaka 2050, akisema itawalenga vijana na kuongeza ajira milioni 8. Pia alisisitiza umuhimu wa umoja wa kitaifa na kutoa ahadi ya kushughulikia changamoto za kiuchumi, kama kupunguza umaskini na kukuza sekta za kilimo na madini. Maoni yake yanaonyesha kujali maendeleo ya raia, na yeye amekuwa akisisitiza kwamba maisha yake ya umaskini yanamfanya kuelewa mahitaji ya watu wa kawaida. Maoni ya umma yanatofautiana kulingana na mitandao ya kijamii kama na ripoti za habari. Kuna mchanganyiko wa sifa na ukosoaji, hasa kutokana na muktadha wa uchaguzi ulioshindana. Maoni chanya. Wabunge na wafuasi wa CCM wamesifia uzoefu wake wa kifedha na kujitolea. Kwa mfano, wanasema ataleta maendeleo na udhabiti katika utawala na ataimarisha bajeti na uwekezaji. Wengi wanaona uteuzi huu kama hatua nzuri kwa kuwa Nchemba ni mfano wa bidii kutoka umaskini hadi uongozi. Katika baadhi ya wanaandika, hongera Dkt. Nchemba. Ataleta mabadiliko katika uchumi kulingana na machapisho ya hivi karibuni. Maoni hasara na ukosoaji. Nchemba alikuwa mmoja wa wanasiasa wasiopendwa sana wakati wa Wizara ya Fedha, kutokana na sera kama tozo transaction tax na madai ya kutotimiza ahadi. Katika maandamano ya uchaguzi, basi za kampeni zake kama za Esther Luthuri Koach zilichomwa na vijana wakidai uhusiano na udanganyifu wa uchaguzi. Katika ukosoaji mkubwa, Nchemba ni mmoja wa wasiasa wasiopendwa zaidi. Basi zake zilichomwa na gangs kutoka Nchi Yangu Nzuri. Wengine wanasema uteuzi huu utazidisha matatizo na hakuna mabadiliko ya kweli katika serikali inayokosolewa kwa udanganyifu na vurugu. Zaidi ya vifo 800 kulingana na ripoti. Upinzani unaona kama uteuzi wa kisiasa ili kutoa uwazi, na maandamano yanaweza kuongezeka. Kimataifa, kuna wasiwasi. Habari kama Reuters zinasema uteuzi huu unatokea baada ya uchaguzi uliotatizika na inaweza kuathiri ushirikiano wa kikanda. Kwa ujumla, maoni chanya yanatokana na wafuasi wa CCM, karibu 70% ya machapisho, wakati ukosoaji unatokana na upinzani na vijana 30% wakiangalia mzozo wa uchaguzi. Hashtag kama alama ya reli Mwigulu waziri mkuu na alama ya reli Tanzania uchaguzi zinaonyesha mjadala mkali. Uteuzi huu unaweza kuleta mabadiliko chanya ikiwa utazingatia maoni ya umma, lakini utahitaji kushinda ukosoaji ili kutoa matokeo.